Patikana katika mji wa Baraka kuzungumzia kuhusu usafi wa mji. Baada ya pitapita zetu katika jiji la Baraka, tumeona kwamba kuna takataka, kuna uchafu, vitu haviendi vizuri, wakati ambapo mji tayari umekuwa mji miongoni mwa miji iliyoteuliwa toka serikali iliyopita ya Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Na Baraka inakuwa na bahati leo. Naibu gavana wa Kivu Kusini ni mtoto wa Baraka, Jean-Jacques Elakano. Na kwa mantiki hiyo tumetembelea msemaji wake, mshauri wake katika masuala ya mawasiliano, Bwana Amisi Apata Laurent, kuzungumzia. Tunatamani tujue mipango ya Jean-Jacques ni ipi kuhusu maendeleo usafi wa mji wa Baraka. Amisi Apata Laurent, habari za kwako? Nzuri ndugu, nashukuru kuja kwenu tena, na munagusa moyo ya Bwana Jean-Jacques Elakano, vice governor wa jimbo letu la Sud Kivu na intérimaire wa Dr. Purusi Jean-Jacques Sadiki. Kufuata mji wa Baraka, Jean-Jacques amesema ya kwamba hapendi kuona ganda hata la ndizi pembeni ya barabara. Maana yake anapenda vile ya Baraka iwe propre. Ndio maana wanaanza kwanza na kazi ya canalisation ya mamifereji na kuboresha barabara, kuweka changalabu ndani ya barabara. Tusiweke matope, hapana. Amesema tuweke changalabu. Na changalabu kanti ndize alikuwa ananiambia changalabu ya barabara inapaswa ifike hapa. Maana yake pale mnajua barabara iko pale, changalabu ishie hapa au ifike hata hapa juu. C'est-à-dire bwana Jean-Jacques na mzee Purusi kiongozi wa jimbo la Sud Kivu wana mawazo mazuri juu ya Fizi. Wana mawazo mazuri juu ya Baraka zaidi. Vile ya Baraka wanapenda iwe vile itakuwa considéré kama vile Goma. Iwe propre kabisa. Itawezekana aje tu? Mawazo yake ni kwamba raia kwanza wa Baraka waitike, wawe katika maisha ya usafi. Maana yake raia kwanza yenyewe ianze kujiongoza katika kutengeneza mji wao. Nyumba zio zinapigwa baranji, takataka zisionekane barabarani, takataka zisionekane katika viwanja vya mpira, takataka zisionekane katika hata fasi wa motari wanafanya kazi zao. Maana yake Jean-Jacques apendi takataka zozote zile. Majani ya viazi, majani ya ndizi, majani, makaratasi, masashe. Kiwale sashe, ile masashe, ile mifuko ile ya mweusi isionekane. Maana yake mapapie isionekane. Sasa huo uchafu wote utakuwa unapelekwa wapi? Ameandaa ya kwamba kuna fasi moja kule ngambo ya Fizi, unataka fika Fizi kule, huko fasi moja kuko erosion. Sasa ile erosion kutakuwa gari litaandaliwa. Sasa litakuwa linazola ile takataka yote kwenda kutupa mbali kule karibu na Fizi. Unaona? Kuna fasi moja iko erosion hivi, unataka unaanza ona Fizi pale juu. Sasa hapa chini kuko erosion kabambi pale. Ile ndio anasema magari hiyo inatupa takataka moja. Ya Fizi shuke pale, ya Katanga ifike pale. Fasi yoyote ile yenye iko takataka, projet yao ni kwamba kuwe na gari kubwa ya kukongola kila siku, samedi, lendi na siku 3 hivi kwa wiki. Hiyo gari tayari mshapatikana au? Ni maandalizi ya bwana vice governor Jean-Jacques Elakano pamoja na bwana Purusi, Dr. Purusi Sadiki. Wanachukia sana uchafu, na ndio maana kabisa kazi za uchafu, kila mtu ajue kama uchafu unaleta magonjwa. Hata ministre wa sante bwana kijana wetu mwenye alipata pale, mwenye alikuwa anatumika ministre wa sante Walo, Dr. Walo anasema kama takataka atapigana nazo, kama vile ministre wa sante hataki kabisa tusikie kuna kolera, kipindupindu nini, magonjwa ya kuletewa na uchafu. Hilo wamekataa. Kama Jean-Jacques asipofanya hili, Walo ataifanya kama ministre wa usafi na ile wa sante ya watu. Hiyo kabisa ni lengo la vice governor wetu bwana Jean-Jacques Jogo
anasema vile ya Baraka iwe vile moderne. Viongozi wengine kwa ngazi ya chini hapa Baraka kama vile makapita manyumba 10, unawaeleza nini kuhusu huo mradi? Mradi ni kusema tu kama vile maire de la ville nimesikia ameishaanza, lakini kwa bahati mbaya wamoja wanasema ameweka takataka za matope mubarabara, wengine wanasema hapana, sio matope, alikuwa anaweka changalabu. Mimi sijawahi kuangalia, lakini nikizani nitaangalia kila alikofanya. Tutafanya ripoti yetu kama vile watoto wa Baraka. Watoto wa Baraka wote wanapenda Baraka iwe ville moderne na iwe une ville charmante yenye ina meremeta, iwe kama dhahabu. Ndio vile watoto wa Fizi wanapenda Baraka iwe vile mzuri, na ndio maana tunajenga, tunapima kutengeneza, kuweka rangi na sisi tuonekane bwana. Mzee Jean-Jacques ameshasema moto itakuja, na pale na mimi sishakie tena, kwa sababu projet ya maji ya moto iko deja financé. Unaona, ni execution tu, ni tete ile accident ya Goma, labda jiwe la msingi lingekuwa limeshawekewa na kazi ingekuwa inisha anza kutumika. Unasemaje mpenzi mtazamaji kuhusu mawazo haya ya kiongozi Jean-Jacques Elakano anayewakilishwa leo na mshauri wake Bwana Amisi Apata Laurent kuhusu maendeleo ya mji wa Baraka? Wewe unasemaje? Ikiwa una maoni, maswali, mapendekezo, unaweza kuandika hapo chini. Hacha komantere yako, itamfikia conseiller na itafikia gavana kwa ajili ya kusogeza maendeleo kwenda mbele. Usafi wa Baraka, Baraka ville propre ndivyo wanavyosema, usafishwe kabisa, usionekane takataka, uchafu usionekane. Kiongozi, hatukutaka kuchukua muda mwingi, sijui pengine kwa kumalizia una wito gani? Wito wangu ni kwamba wakaaji wa Baraka na kando tutengeneze nchi wetu. Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Sisi mbele huku nyuma, kama niite nyuma, kama niite mbele, Baraka ilionekana vile chafu sana, takataka fasi zote, lakini ku principe za bwana Jean-Jacques leo anapenda Baraka iwe vile propre, iwe vile inao takata. Wataanzisha ni sisi wenyewe. Jean-Jacques anakaa Bukavu kama vile kiongozi mkuu, vice governor, ana makazi mengi huko, lakini anatuita tuwe na wito wa kutengeneza. Kila mtu atengeneze mahali alipo. Piga rangi nyumba yako, tengeneza vizuri, piga lipo, toa kando yako ile takataka zisionekane. Utaona unaingia kwenye restaurant takataka nyingi. Watu wa restaurant wasilaumu wakati watapata maadhabu ya kwamba bwana hii takataka inafanya nini hapa. Wasilaumu, ni zani sisi tunakuja, mtawaona viongozi wa jimbo letu watakuja hapa juu ya ile mradi ya moto na watasema neno juu ya hizo matakataka. Maana yake vile ya Baraka iwe proper. Na mimi bwana, sipendi kuwakamata muda wenu mwingi, lakini napo kusema kwamba wewe na mimi tufukuze takataka katika mahali tunapokaa. Wazee wetu hawapendi na afya yetu haipendi. Maana yake afya na shauri la wazee tukichanganya tutakasisha nchi wa Baraka. Asante na shukuru bwana. Shukran kabisa mpenzi mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada katika makala yetu ya maendeleo vijijini. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu usafi wa mji wa Baraka. Tulikuwa naye hapa Amisi Apata Laurent Wiseman, ambaye ni mshauri wa masuala ya mawasiliano wa naibu gavana wa mkoa Kivu Kusini. Mimi ni Thompson Unjibata Ngolo William. Tukutane tena katika vipindi vingine vinavyosalia. Kwaherini. Asante.